Machi tarehe 11 mwaka huu ni siku ambayo baraza la mawaziri liliidhinisha mpango wa kitaifa wa kuondoa mapaa yaliyojengwa kwa bidhaa za vigae maarufu kama asbestos kwa majengo yote kutoka kwa vituo vya umma na vya kibinafsi. Ingawa bidhaa hizo zinasifiwa kuwa za kudumu na kwamba haziungui kwa urahisi, ilani imetolewa kuwa mapaa hayo yatolewe kwa sababu ni hatari kwa afya. Esther Gashunga anaarifu zaidi. Mpango huu wa kuondoa mapaa haya katika majengo ulioongozwa na Rais William Ruto unalenga kupunguza hatari kubwa za kiafya, mojawapo ikiwa ni saratani, kulingana na Shirika la Afya Ulimwenguni yani WHO. Bidhaa hii ya ujenzi ilitumika sana nchini Kenya katika miaka 1940 na 1990. Na bado vigae vinasalia katika majengo ya serikali, hospitali, shule na hata mifumo ya usambazaji maji hata baada ya kupigwa marufuku mwaka 2006. Na hivi majuzi wakati Waziri Aden Duale alitoa ilani kuwa vigae vitolewe. Katika kaunti ya Meru mwaka 2020, wakazi walitoa tahadhari kuhusu majengo yaliyowekezwa na vigae, ikiripotiwa kuwa takriban watu 6 walifariki kutokana na maradhi yanayohusiana na saratani katika kipindi cha miaka 3 ambayo wenyeji walishuku kuwa vigae vilichangia. Kulingana na Wizara ya Mazingira, majengo ya serikali ndiyo yanayoongoza na tani za juu zaidi, yakifuatiwa na mashirika ya kibinafsi. Kinaya ni kwamba majengo yanayohudumia wagonjwa hao wa saratani bado yako na mapaa haya yanayokisiwa kusababisha saratani. Miongoni mwa majengo yaliyo na tani za juu zaidi za vigae ni pamoja na Hospitali ya Mafunzo ya Rufaa ya Kisii, Hospitali ya Rufaa ya Kabarnet, Hospitali ya Rufaa ya Kitui, miongoni mwa mengine. Shule kadhaa pia hazijaachwa nyuma, ikiwa ni pamoja na Chuo Kikuu cha Egerton, Shule ya Msingi ya Sabatia, Shule ya Maji Mazuri, Shule ya Upili ya Baringo, Shule ya Upili ya Kabarnet, miongoni mwa shule zingine 183. Mbali na utafiti kutokuwa wazi, mapaa haya ni hatari, maana yakikaa kwa muda mrefu yanatoa nyuzi hewani, hivyo kuna hofu ya kusababisha magonjwa mengine sugu ya kupumua na athari zingine mbaya kwenye mapafu. Wakenya walitoa hisia zao tofauti kuhusiana na ilani hii. Mabati venye nakuanga hata ikichomwa ishangi. Inawachanga vitu zingine zinakaa hard. So hata ukienda ulalie hapo mahali imechomwa, utatoka hapo kama unajikuna, ambapo kwa kusema kweli inaweza letea mtu madhara. Sisi tunahimiza kama serikali wanaweza toa hiyo mabati kabisa, walete alternative nyingine, hata kama ni ile ya kitambo watu walikuwa wanatumia nyasi kujenga nyumba, itakuwa sawa, haikuwa na madhara. Kuna mtu anadili na fiber kila siku na ko healthy, hakuna effect yote shaipata. So hizi tuambie mabati ikizeeka, ukiinel utakuja kupata madhara. Ugonjwa ziko, kansa ziko, watu wanakula mapiza, chakula hizi mingi, kansa kila mtu anapata, watu wanatoa. But mambo kama ni mambo ya kufunga kampuni ifungwe na ile nje sasa hivi watafuta ile solution ya nini. Sio kusema mabati inaleta kansa. Esther Gashunga, NTV.